Awali ya yote nitoe salamu za pole za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa CP Amos Makalla, ambaye pia anamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa tukio hili la watumishi wenzetu wawili waliopatwa na mauti. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawapa pole sana na anashirikiana na nyie katika kipindi hiki kigumu. Na vile vile pia nitoe salamu zangu za pole nikiwa kama kiongozi wenu wa serikali, hasa katika wilaya. Hawa ndugu zetu waliondoka kwao wakiwa wameaga familia zao, wakijua kwamba wanaenda kutekeleza majukumu ambayo wamepewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa mwajiri wao ambaye ni mkurugenzi. Na walifanya kazi hiyo kwa uaminifu, na kama alivyosema mbunge, mauti yamewakuta wakiwa katika viti vyao, lakini hatuna la kusema. Ni pigo kubwa kwa kweli mimi nimelipata, kwa sababu vijana hawa wakati wanakuja kuripoti, mimi ndio niliwapokea mwezi wa 8, wakati huo na mimi ndio nimeteuliwa kuwa mkurugenzi hapa mwezi wa 6. Kwa hiyo nilikuwa na miezi miwili wakati hawa timu yao kina Joshua na watu wengine walikuwa wanakuja. Walikuwa ni wengi, kwa hiyo tulipokea watumishi wengi sana. Na mmoja wapo ambaye kila wakati nilikuwa nikimuona na mtania anafanya nini ni Joshua kwa kule Enda Game. Alikuwa ni mtu wa kuuliza sana maswali na nini, wakati huo bado yuko. Kwa hiyo niendelee tu kutoa pole kwa wafiwa. Mke wa Lucas, najua ni jambo gumu sana, lakini sisi kama halmashauri tuko pamoja na wewe na tutakusaidia kwa kila kitu kwa taratibu zetu za kiutumishi, na tumetuma wakuu wa idara ambao watakwenda kule. Ni vijana wetu hawa ni mashujaa kwa kuwa wamekutwa na mauti wakiwa kazini. Vijana hawa ni waaminifu kwa kazi waliopewa. Kwa nini ni waaminifu? Kwa sababu wamepata umauti katika mazingira ya eneo ambalo walipaswa wasimamie pale na kufanya kazi. Hawa ni mashujaa. Mashujaa hawa wamelala. Wanatufundisha tunaobaki tuwe waaminifu kwa majukumu yoyote yale tunayopewa. Sisi kwa niaba wananchi wa jimbo hili tunatoa pole kwa sababu walikuwa kwenye eneo nyeti kiunganishi ndani ya halmashauri yetu ya kukusanya mapato. Mapato hayo yanakwenda kuleta maendeleo ya wananchi wetu ndani ya jimbo letu la Karagwe. Kwa kweli tumesikitika, na baada ya kupata hiyo taarifa tulipokea kwa masikitiko makubwa. Sasa tuseme nini? Kwa sababu wachungaji na baba paroko wameshatuelezea kwa kututia moyo.